AB Anili Blaster kwenye question and answer. Napenda nikuuliza kitu kimoja, ni kwamba umezunguka katika maeneo mbalimbali, umekwenda Kivungu, umekwenda katika vijiji mbalimbali katika wilaya yetu hii ya Kilosa, kwenda kufanya na mahojiano na wachungaji mbalimbali. Katika utafiti ambao umeufanya, umegundua ni kwa nini makanisa mengi yamekufa? Dada Aloisia Mwina wa hapa Kilosa mjini Radio Jamii, ni swali zuri. Ni kweli tumefanya si utafiti, tumefanya experience tu. Unajua Biblia Kidigitali ni platform ambayo inajihusisha na mambo ya kanisa pamoja na kueneza neno la Mungu. Hivyo tulikuwa tumepita huko Kivungu, Idete, tukaenda Munisagara, tumetoka Munisagara tumekuja huku mwisho wa lami na maeneo mbalimbali, siyakumbuki kwa kichwani yote. Kweli makanisa ni mengi yamefunguliwa. Ukristo unapiga hatua kubwa sana katika hii wilaya. Makanisa ya TAG, EAGT, FPST mengi yamefunguliwa. Changamoto tu ni moja, kama unaosema mengi hayakai miaka 2 hadi 3, mengi yao yamekufa au yamefungwa kwa sababu mbalimbali. Lakini ziko sababu tu hizi 5 ambazo sio laana, sio swala la kipepo wala nini, ni za kibinadamu ambazo nadhani sio laana kabisa wala sio swala la nguvu za giza. Ni sababu tu za kawaida kabisa za kutumia tu akili. Kuna mambo ambayo yametokea kidogo ambayo makanisa yakiweza kurekebisha na wakaichukua video hii ama utafiti huu kama chachu ya kufikiria zaidi, watapiga hatua. Sababu ya kwanza ambao makanisa haya mengi yametokea yamefunguliwa baada ya miaka 3 yamekufa, sababu namba 1, nia mbaya ya uanzishaji wa haya makanisa. Nia mbovu ama nia isiyo safi iliyosukuma kuanzisha kanisa hilo. Tukiwa na nia ambayo sio safi ya kuanzisha kanisa fulani, hilo kanisa litakufa. Nia ya kwanza, wenda migogoro, mtu kagombana na askofu wake, anaamua naye kuonyesha uwezo naye anaanzisha kanisa. Mfano wa pili, mambo ya kutafuta pesa, unataka kuanzisha kama kanisa kwa mradi. Jambo la 3, nia ovu, mfano mambo unataka kanisa kuwa kibiashara, unatafuta sifa. Lakini nia nyingine ambayo ni mtu anaweza kaiona ni nzuri, kuna hii popularity, yani kwamba askofu ameshatangaza kila mwaka kanisa lizae kanisa, au tumezaa makanisa 2. So shetani anaweza akatumia zote njia mbili, kukulisha chakula kibovu ili kukua, au kukulisha chakula kizuri kupita kiasi. Kwa hiyo askofu fulani kasema, ama ni project ya dhehebu, kila mwaka tu tunafungua makanisa. Hivyo inapelekea kuwa na watu wanafungua tu makanisa pasipo kujiandaa ili kutimiza tu hilo nani. Lakini hasira, unajua watu wanaojitenga kwa hasira ile ikipoa, kanisa hilo limekufa. Kwa hiyo kanisa linalotakiwa kustahimili na linaloendelea ni lile ambalo halitokani na nia mbovu, lilianzishwa tu kwa nia njema ya kutaka kujibu hitaji la kiroho la mtaa, lakini sio kwa sababu ya ratiba za dhehebu kumfurahisha tu askofu tuonekane tumefungua makanisa mengi, sio kwa sababu ya migogoro, sio kwa sababu ya kutafuta pesa, sio kwa sababu ya kutafuta umaarufu. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza. Tukiepuka nia mbovu, tuwe na nia safi tu ya kutaka kumfurahisha Mungu, ya kutaka kujibu hitaji la kiroho la mtaa, hivyo tutachagua eneo sahihi, tutafanya tu vizuri naamini. Lakini sababu namba 2 kwa utafiti ambao tumefanya sisi Biblia Kidigitali, sababu namba 2 ni upatikanaji mbovu wa fedha na matumizi mabovu. Makanisa haya madogo haya yalioanzishwa na TAG na FPST na GT na makanisa mengi hapa, madhehebu mengi sana, tunayo idadi hapo, nitakuletea Aloisi, usijari, kwa mtu ambaye atakuwa na question. Yana upatikanaji mbovu kabisa wa fedha za kuyaendesha makanisa madogo, na yana matumizi mengine mabovu. Mfano tumekuta kanisa fulani, mchungaji ndo yeye analipa
analipia nyumba ya kufanyia ibada, mchungaji analipia kila kitu, analipia nyumba ya kufanya ibada, analipia vyombo vya mziki, analipia kodi viti vya kukodi. Kwa muda mfupi tu mchungaji huyo analipia kila kitu yeye. Kwa muda mfupi tu atakuwa na madeni na atafadhaika, ataacha huduma. Lakini sababu hapo kwenye matumizi mabaya, matumizi mabaya kwa maana upatikanaji wa fedha za kuendesha hizo. Unakuta madhehebu mengi yanaanzisha kanisa alafu hali ya lei. Lakini pia matumizi mabaya mwingine, kuna sehemu tumeona mchungaji amejiingiza, amekuwa yeye amejitoa sadaka kwenye kikapu. Yaani kila kitu vinafanywa na kanisa, yeye hashughuliki na chochote. Kwa hiyo unakuta kama yeye hajihusishi na chochote, yani yeye yeye hatoi sadaka, ila yeye kila kitu watu wafanye, walipe umeme, walipe hiki, yeye hayuko tayari kujigusa ngozi yake kwa ajili ya hiyo huduma. Kwa hiyo unakuta inahinda. Kwa ni matumizi mabovu ya chanzo cha mapato, na wana matumizi mabovu na wana vyanzo vibovu vya kuendesha ya fedha za kuendesha hizo huduma zinazoanza. Kwa hiyo wakirekebisha mfumo, wanaweza ya makanisa mengi yasingekufa, yamekufa kwa sababu hiyo, hawana fedha za kujiendesha, na wengine wana matumizi mabovu. Kwa kukosekana kwa fedha, kanisa linabidi nakuta linakufa. Lakini kwa haraka, dada Aloisi na watazamaji na wasikilizaji wa Radio Jamii, sababu namba 3 ni uongozi mbovu. Na Aloisi ni uongozi mbovu. Kanisa haya yanayoanza wanaita vibandaumiza, vina uongozi mbovu sana. Single man army ama one man show. Unakuta mchungaji yeye ndio kila kitu, mwimbaji yeye kukutana na mke wake, yani kila kitu anafanya mchungaji. Yeye ndo shemasi, yeye ndo sio mwimbaji, yeye ndo mhesabu sadaka, yeye ana bodi, na yeye ndo akiamua ameamua. Kwa hiyo kutokana na uongozi mbovu, tukisoma katika Mathayo, Yesu aliwatuma watu wawili. Kwa hiyo hii man army show, mtu anayefanya hivyo, hata kanisa liwe kubwa tu linakufa. Kila kitu vifate maono yake. Hakuna kitu kama hicho. Huduma sio ya mtu mmoja. Sisi tupo pale kufanya huduma, tunasaidiana wote. Kwa hiyo haya makanisa yamekufa kwa sababu ya uongozi mbovu. Lakini sababu ya 3 ameniambia dada yangu hapa kabla sijaja kwenye kipindi, ameniongezea sababu ya 3 kweli kabisa, na hii sababu hii na yenyewe ni kubwa. Tuna wachungaji wengi ama wasimamizi wa makanisa, kwa sababu yameanzishwa kwa wingi, hatuna watu imara, ama hatuna mchungaji kiongozi. Na sasa sema mchungaji ndio kiongozi wa mwisho, hajakomaa kiroho na kitabia, na wanawahi kuchoka kwa sababu hawana maisha ya sala. Wanatandalila nyingi, lakini hawana maisha ya sala, maombi, hawana tabia njema, hawana shuhuda mzuri. Na wakati wengine wamechaguliwa kulikuwa hakuna mtu wakamweka. Kwa hiyo alikuwa tu mzee wa kanisa, hajakomaa bado kiroho na kitabia. Tabia inasaidia kwenye uinjilisti, tunakuwa uwe na ushuhuda mzuri. Kiroho uwe mtu wa karibu na Mungu, mtu wa sala. Kwa hao wengi wanaowekwa kwenye hivi vikanisa vidogo hivi, ndio maana vinakufa. Mara kakimbia kanisa. Utakimbiaje huduma? Hajakomaa kiroho na kitabia. Na ndio ukweli, Biblia kidigitali lazima iwe inasema ukweli. Lakini sababu ya mwisho kwa leo tu, dada Aloisia, mimi nadhani wameacha jambo la muhimu. Hivi vikanisa vidogo ambavyo mnaita vibandaumiza hivi vilivyoanzishwa, kuna maana wakaona kimekufa, kimesahau uinjilisti na kuigusa jamii. Hawana, yani unakuta wanaamini tu katika ile mikutano mikubwa ambao wanapelekewa na hao makanisa mama siku ya uzinduzi. Baada hapo hawajishughulishi na uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, hawajishughulishi na charity event, hawajishughulishi
huduma mashuleni, hawajishughulishi na chochote. Wao wakisha ule mkutano wameokoka watu 4, basi yeye ni maombi tu, maombi bila kufanya uinjilisti, na yenyewe pia hiyo hamna kitu tunachofanya. Kwa hiyo inatakiwa kutoka kuomba ili kanisa kanisa kwanza lolote tu linawaacha uinjilisti tu, linajiandaa kufa. Sasa kikiwa ndo kidogo hivyo kibandaumiza, ndo kabisa kinakufa kabisa. Usicheke bana. Kwa hiyo kinakufa kwa sababu kilitakiwa kiendeleze uinjilisti. Yaani baada ule mkutano, yule mtumishi atakayekaa pale, kama kuna shule karibu, ajishughulishe nayo kwenda kufundisha, ajishughulishe na charity event, ajishughulishe na uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, ajishughulishe na kutoa matangazo, ajishughulishe na kuendelea kuhamasisha watu wa mtaa wake, na kanisa lile liwe safi. Hayo na vipita vingine asubuhi, yani basi ndio mmepewa darasa kuabudia. Basi jamani, mmeshindwa hata kutengeneza basi ile asubuhi mnawasha mziki na bango tu, hata lile la kuhama mmeshindwa. That's why vimekufa kwa ajili hiyo. Na mimi nafikiri kwa leo umenishtukiza, lakini nitawaandikia documentary nzuri kabisa siku nyingine, dada ya Rais. Asante, na tuzingatie hayo. Nadhani tukiwa na nia safi, lakini tukawa na matumizi na vyanzo sahihi vya kupatikana fedha. Kimfano mtumishi, tusikubali kuwa mtumishi anayeenda kuanza kazi mpya, kanisa mama alitaki kumsapoti, yeye hana kazi, itakufa. Tukarekebisha, tukawa na nia safi. Nia ni kujibu mahitaji ya mtaa, mahitaji ya watu, kwamba watu hao hawana kanisa la kiroho hapa, wanatakiwa wapate kanisa ili wapate kumwabudu Mungu. Hatuhitaji umaarufu, hatuhitaji kukizi akidi ya askofu kasema tunafungua makanisa, hatuhitaji kutafuta pesa. Mungu atatusaidia. Lakini pia tukawa na mtumishi aliyekomaa kitabia na kiroho. Nadhani hii idadi ya makanisa yanayokufa, yanayofunguliwa yanaweza yakaisha, na tukiwekeza zaidi kwenye uinjilisti. Pamoja kale kibandaumiza mmekaanzisha, lakini msikaache peke yake, katakufa. Samahani kwa kutumia kibandaumiza kwa sababu wewe ndio ulianzisha hiyo kusita hiyo.